mifupa mikavu, utaishi tena. Amen. Haya, mnasema amen. Nataka muelewe ya kwamba mifupa mikavu inayozungumziwa hapa ni taifa la Israeli. Na kwa nini Mungu anawaita mifupa mikavu? Hili taifa la Israeli ndilo Mungu anazungumza na Ezekieli nabii, akimwambia, akimuonesha taifa la Israeli kama mifupa mikavu. Na kulikuwa kusudi ambalo liliacha Mungu anamleta Ezekieli kwenye hili bonde. Si bonde tu la kawaida, lakini hili bonde ilikuwa ile mgini ama nchi province ya Babiloni. Kwa hatua ya pili ilikuwa ni nchi ya Yerusalemu. Unajua, wakati taifa lilikuwa linachukuliwa kwenda kwenye utumwa, hawakukuwa na beba ramwape hii yote. Walikuwa wanabeba sehemu, na kulikuwa na kuwa sehemu ambayo inabaki katika nchi. Mifupa mikavu ni taifa lililobaki katika Israeli wakati wa Babiloni walipowachukua kwenda kwenye utumwa. Mifupa mikavu kwa sehemu ya pili ni lile taifa ambalo lilichukuliwa kwenda kwenye utumwa ndani ya nchi ya Babiloni. Na miaka zilipotembea, taifa hili, Mungu abariki sana Esther, sauti naisikia vizuri sana. Kitu kikiwa kizuri bora tushukuru Mungu. Mungu ameruhusu iwe vizuri leo. Taifa la Israeli walipochukuliwa kwenda kwenye utumwa, alafu unajua hili taifa, mnaposoma kitabu ya Kutoka, unaposoma kitabu ya Hesabu, unaposoma hivi vitabu viwili, taifa hili ni Mungu anawapigania. Ukivuka unaenda katika kitabu kile cha Waamuzi, Joshua, Samueli, utaona ya kwamba Mungu alikuwa anasimama kwa ajili ya kupigana kwa taifa la Israeli. Tangia Misri, wanatoka Misri, wanavuka jangwa, wanariti mpaka wariti nchi ya ahadi. Bwana alikuwa anasimama kwa upande wao na alikuwa anawapa ushindi kila mara. Hata kama kulikuwa muda wanamnungunikia Mungu, wanamnungunikia Musa, lakini Mungu alikuwa amewazoesha hili taifa kuwapa ushindi kila mara juu ya adui zao. Ilitokea muda mahali ambapo taifa likachukuliwa. Lilipoenda kwenye utumwa, wengi walianza kubabaika, walianza kufadhaika, wengine walianza kupoteza imani, wengine walianza kulaumu Mungu, na wengine wakasema hakika hatutarudiaka, tutakufiaka tu. Na kwa sehemu hili, wakati Biblia hii ama chapitre hii inaandikwa, hata tamble ile ya Jerusalem ilikuwa imebomoka bomoka. Taifa walikuwa pasipo matumaini. Taifa walikuwa pasipo mwelekeo. Taifa walikuwa tena hawaone Mungu akija kwa msaada kwa ajili yao. Taifa Mungu alikuwa amekufa ndani ya roho zao. Na wengine walikuwa wameanza kuabudu miungu, wengine walikuwa wameanza kugeukia hata miungu ya taifa lile la Babiloni. Wengine walikuwa wamekuwa tu wa Kristo, lakini imani si kwa ajili ya Mungu. Matumaini yalikuwa yamekauka. Taifa limeishi katika ukiwa mkubwa, wameishi katika jangwa kubwa. Wanaangalia mbele, wanakosa msaada, wanaangalia nyuma, wanakosa msaada, wanaangalia pande zote, hawakumuona Mungu, na matumaini yakapotea. Katika yale maisha waliokuwa wameyapitia, hapo ndipo nabii Ezekieli anaanza mstari yake ya kwanza, anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya. Maana yake kusema hata katika hii desespoir Mungu alikuwa pamoja nao. Katika uhamisho Mungu alikuwa pamoja nao. Mimi Ezekieli, Mungu hajawahi niacha. Hata kama taifa wanasema Mungu ametuacha, Mungu ametuacha, Mungu ametuweka tuwe nyara za adui, lakini Ezekieli mwenye matumaini anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yao.
Siri ya kwanza ya miujiza sio kujilaumu. Siri ya kwanza ya miujiza sio kubabaika. Siri ya kwanza ya miujiza ni kujua ya kwamba katika jambo hili ninalipitia pamoja na Bwana. Unielewa? Ungesema amena vizuri. Nasema siri ya kwanza ya miujiza, siri ya kwanza ya mifupa kupata uhai ilikuwa uwepo wa Bwana juu ya maisha ya Ezekieli. Nataka uelewe ya kwamba familia lote linaweza likapoteza matumaini, lakini wewe mcha Mungu usije ukapoteza matumaini. Kanisa lote wanaweza wakasema ndani ya Sedeka hakuna Mungu, lakini wewe usiseme hivi. Wewe sema hata ndani ya Sedeka mkono wa Bwana uko chini. Potea wanaweza wakasema Mungu haiko tena, Mungu alikuwa historia tu, Mungu haexiste. Lakini wewe unayenisikia usifikie hiyo hatua. Hata katika machozi sema mkono wa Bwana, mkono wa Bwana uko juu yangu. Kama unanielewa vizuri, nataka uelewe ya kwamba Ezekieli hakusema niliomba sana. Ezekieli hakusema nilifunga sana. Hapa Ezekieli anasema mkono wa Bwana uko juu yangu. Ezekieli iko ndani ya nchi ya Babylon, lakini anasema mkono wa Bwana, hata Babylon mkono wa Bwana uko juu yangu. Katika uhamisho mkono wa Bwana uko juu yangu. Haleluya. Katika furaha mkono wa Bwana uko juu yako. Katika magumu mkono wa Bwana uko juu yako. Unafunga ndoa, mkono ya Bwana iko juu yako. Mke anakufa, mume anakufa, mkono wa Bwana uko juu yako. Katika hali yote ya maisha nataka uelewe kwamba mkono wa Bwana iko juu yako. Unachokifurahia hakuna mtu aliye na uwezo ya kutosha mkono wa Bwana juu ya maisha yako. Kitu kimoja kilicho na uwezo ni mashaka ndani ya moyo wako. Hakuna mtu, hakuna mchungaji, hakuna mzee, hakuna mzazi, hakuna rafiki aliye na uwezo ya kutosha uwepo wa Bwana juu ya maisha yako. Lakini mashaka, unapoua Mungu ndani ya moyo, mkono wa Bwana inaondoka. Hapo ndipo nabii Isaya anasema mkono wa Bwana si mfupi. Mkono wa Bwana maana yake uwepo wa Bwana, nguvu za Bwana, neema za Bwana. Lakini mashaka, dhambi, akili zako zikianza kuongea Mungu haiko tena na Mungu anapotea. Jambo la kwanza lililofanya taifa la Israeli kuwa mifupa mikavu ni kupoteza matumaini. Unapopoteza matumaini unakuwa mifupa mikavu. Unapokatishwa tamaa na moyo wako ikaanza kusema Mungu hayupo, umekuwa mifupa mikavu. Walipitia magumu, walipitia shida mpaka roho zao zikasema Mungu hayupo. Wale ndio mifupa mikavu. Asubuhi ya leo unayenisikiliza, ndani ya moyo wako Mungu anaishi namna gani? Ndani ya mawazo yako Mungu anaishi namna gani? Ndani ya maombi unayoyaomba, je, unaelewa Mungu anaishi? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Ezekieli verse ya kwanza, mkono wa Bwana uko juu yangu. Hii ndio secret ya receipt. Katika magumu yako kuwa nasema mkono ya Bwana iko juu yangu. Unapoona giza sema ninaona giza, lakini ninajua mkono ya Bwana iko juu yangu. Unapoona zoruba zinakuja, acha zoruba zikuje, lakini sema mkono wa Bwana iko juu yangu. Magonjwa yanakuja, yanakuweka kitandani, ukiwa kitandani sema hata niko hapa ninaamini mkono ya Bwana iko juu yangu. Lakini Ezekieli hakukatishwa tamaa. Alisema ninajua mkono wa Bwana uko pamoja nami. Aliposema neno hili, unaposoma Biblia vizuri, Biblia inasema ya kwamba baada ya kusema mkono wa Bwana itanichukua, mkono ya Bwana itaniokoa, Ezekieli anasema mkono wa Bwana ukanichukua. Roho ya Isaya anaangalia ndugu zake namna walivyoua Mungu katika roho zao. Anaangalia mama zake jinsi walivyomzima Mungu katika roho zao. Akisema ingelikuwa Mungu ndiye Mungu, kwa nini aliruhusu?
Kama Mungu ndiye Mungu, kwa nini hatuokoe hapa? Wakishilamate, wakiwa na laumu ndani ya roho zao. Alafu Ezekieli akasema, nikawaona kama mifupa mikavu. Ile kama haikuandikwa, alisema nikaona mifupa mikavu. Lakini mimi naongezea, aliona taifa la Israeli kama mifupa mikavu. Mungu akamtembeza Ezekieli. Ezekieli akatembea, akaangalia pande zote. Biblia inasema alipozunguka bonde lile, akajiranga kote, hakuna mtu, wote wamekufa. Kumbe mtu aliye hai ni mtu ambaye anakuwa na imani kwa Mungu. Imani yako inapokufa unakuwa mfu mbele za Bwana. Imani yako inapopotea unakuwa mfu mbele za Bwana. Tukiulizana, hata wachungaji walio hapa tukiulizana pamoja, jibu itakuwa ndiyo. Sababu nikisema, je, eske taifa la Israeli walikuwa haviko wanatembea? Walikuwa haviko wanatembea, walikuwa nakula na mabugali na nyama na sombe, walikuwa nazikula. Lakini mbele ya macho ya Bwana mifupa, katika ulimwengu wa roho mifupa. Lakini kwa macho ya kawaida taifa walikuwa Yerusalemu, palikuwa watu wale waliokuwa Babiloni, walikuwa na vala masiperi, walikuwa na vala kuma vest, lakini mbele ya Bwana mifupa mikavu. Inawezekana umekaa hapa asubuhi ya leo, lakini uko mifupa mikavu. Shida imekuandama, haukufanya hata dhambi, lakini shida zimekuandama mpaka imani yako imekufa. Unakuyaka kukisoma tu par formalite, niende hayo. Wasiseme tena sikufika, niende hayo. Uko mifupa mikavu. Na Mungu amenituma asubuhi ya leo nitabiri juu yako. Uko mifupa mikavu. Wewe mwenye unakuyaka kukisoma tu kusikake tu. Uko mifupa mikavu. Hata kama unakaa kanisani, mifupa mikavu. Wewe mwenye unakuja ubatizo juu leo, uko mifupa mikavu, unakufa, unaoza. Uko mifupa mikavu. Kwa ambaye unakuja kanisani kwa malengo yasiyokuwa ya kumtukuza Mungu, uko hata kama uko mwimbaji mchungaji kama mimi, uko mifupa mikavu. Semeni amen. Mifupa mikavu ninasema inatembeaka. Israeli walikuwa wiko wanatembea. Taifa walikuwa wiko wanapumua. Wengine walikuwa hata hawana makito za kulunga, walikuwa wiko wabon sante. Ezekieli alipofunguliwa macho akawaona mifupa mikavu. Ndio maana kuna Wakristo wengine hawafanye dhambi, lakini sababu ya maisha magumu hawana tena matumaini. Wamekatishwa tamaa. Kukatishwa tamaa inakufanya kuwa mifupa mikavu. Ndio maana nasema kwa jina la Yesu, tamaa lako irejeshwe asubuhi ya leo. Usikubali mtu akupotezee tamaa, akukatishe tamaa. Sababu ile tamaa, matumaini ulio nayo mbele za Bwana, ndio muujiza wako, ndio maisha yako, ndio existence yako. Inapopotea unakufa. Wale Wakristo wanaoishi wakipenda dunia kuliko mbinguni, mifupa mikavu. Kwa ajili ya pesa, wanaishi kwa ajili ya manyumba, wanaishi kwa ajili ya watoto, wanaishi kwa ajili ya hiki ama kile, utajiri, sifa za dunia. Ni vizuri, lakini kama matumaini ya kuenda kumlaki Bwana yakipotea, wewe ni mifupa mikavu. Hii ndio mifupa mikavu. Hii ndio mifupa mikavu. Nikiwa mhubiri kisi mnaniona hapa, kama nimesimama hapa, mimi najitengenezea sifa, hata ninahubiri niko mifupa mikavu. Unanielewa vizuri? Ikiwa ninahubiri nasema amen, lakini ndani ya roho yangu ni sifa zangu natengeneza, niko mifupa mikavu. Nikisimama hapa naanza kuwahubiri kwa malengo ya kuwafurahisha nyinyi, lakini simfurahishe Mungu, mifupa mikavu. Na veste hii mifupa mikavu. Unajua hii text ya mwaya ielewaka vipi? Unawaza ni mama yetu zilikuwa zishakufa, kisha mifupa ndio ilikuwaka pale na ishakauka. Ile mifupa mikavu ni wewe, kama imani yako inacheza, kama matumaini yanapotea, ni wewe ndiye mifupa mikavu. Watoto wamekushinda mpaka unaangalia hiyo Mungu na mkiburi yako unaanza onesha jinsi tena Mungu hana uwezo. Huko mifupa mikavu.
Hata kama unalia, machozi yako yaseme Mungu, ninalia lakini ninajua utaweza. Pale ndipo uko hai, pale uko hai. Lakini tulia na unasema haiwezekani tena, mifupa mikavu. Ukiwa mwimbaji na kila mara unapopanda hapa unakuja kuimba, unajifanyizia sifa, mifupa mikavu. Unawaza mtaifa la Israeli ulikuwa hamuna waimbaji kule masiku. Manabii hawakuwepo, lakini Ezekieli anawaona wote mifupa mikavu. Mifupa mikavu. Na pumzi ya uhai aliye Roho wa Bwana aingie ndani yako na uishi tena. Haijalishi kazi gani unayoifanya, lakini kama yote unayoyafanya si kwa ajili ya utukufu wa Mungu, uko mifupa mikavu. Kanisa, nawapa angalisho sana, tunapokusanyika kila mara hapa, tukikusanyika pasipo malengo ya kumpa Mungu, kanisa lile limekufa. Limekufa. Hata kama lina wachungaji, limekufa. Hata kama siku ya 5 wanakaa kwenye baraza, lile kanisa limekufa. Kanisa lililo hai ni kanisa ambalo linafanya tu pour la gloire de Dieu, yote kwa utukufu wa Bwana. Kwaya iliyo hai ni kwaya ambayo inaimba pour la gloire de Dieu, wakisema, wakicheza, wakitamka maneno kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Wahubiri walio hai si wale wanaorukaruka, hapana, ni wale wanaohubiri neno, wanapohubiri yote kwa utukufu wa Bwana. Hapana wahubiri wanapouliza mtanipa ngapi kwanza, mbele ya kuja mtanipa ngapi. Wewe umekufa kioso. Kuja uhubiri, wakupe wasipokupa, hubiri injili kwa utukufu wa Bwana. Kwanza utukufu wa Bwana. Waimbaji mnaalikwa kwenye mkutano, utatupa ngapi? Umekufa vioso. Unanuka mbele za Mungu. Na matoshe mnanuka mbele za Bwana. Mumekauka waimbaji, mumekauka. Wahubiri wengi wa siku hizi tumekauka. Malengo, pesa kwanza, Mungu nyuma. Na mahubiri mengi yamekauka, sababu unakuya fundisha avec l'objectif franc. Objectif ya kwanza la gloire de Dieu. Pesa zinakuja hapo nyuma. Pesa zinaturahisisha kufanya kazi ya Bwana. Mifupa mikavu inayala huruma, alafu imeshangaa. Nasema basi cha leo chinakuwa nguvu hapa. Na malengo ya somo hili, ukifika mwisho tunataka uwe hai. Tunataka uishi tena. Nasikia Biblia inasema ya kwamba Mungu alimwambia, je, hii mifupa inaweza kuishi Ezekieli? Gishu umeona eta yangu. Eske inaweza ishi tena? Ezekieli akasema, maraba, hii haiko kwa uwezo ya nabii. Wewe peke ndio unajua. Kuna zingine probleme za maisha yako na nabii hana uwezo wa kuziangalia. Nabii hana uwezo wa kuzitatua. Aliye na uwezo anaitwa Yesu. Kuna zingine magonjwa ninaweza nikakubandika mikono zinapona. Zingine zinahitajika Yesu. Kuna zingine viwango vya imani, de dimension spirituelle, zenye hauwezi kuingizwa. Joshua alisema uombe, utaingizwa sababu Roho wa Bwana alikurendre capable. Ndio maana una haja ya Yesu. Unahitaji Yesu kuliko Joshua, unahitaji Yesu kuliko Revera, unahitaji Yesu kushinda community, unahitaji kwanza Yesu kuliko wazazi, unahitaji Yesu kuliko ndoa, unahitaji Yesu kwanza kuliko pesa. Mambo mengine yanaongezeka juu ya Yesu ndani ya maisha ya mtu. Kwanza Yesu. Ambapo ukipata Yesu unapata vyote. Lakini ukipata pesa haujapata vyote. Ukipata mariage haujapata vyote. Ukipata magari haujapata vyote. Unaweza ukapata manyumba, unauza na katika limbute yote, lakini haujapata vyote. Utakuwa kitu ambacho unakosewa. Lakini aliye na Yesu ana vyote ndani yake. Amene yenu hajaniambia kama mnaelewa. Nilitaka niwaambie, ukipata pesa umepata vyote. Ukipata gari umepata vyote. Mimi nakuja na injili ya kusema Yesu kwanza, vingine vyote nyuma. Yesu kwanza, dolari nyuma. Yesu kwanza. Alafu kanisa tukikusanyika na mifupa mikavu, ibada itakuwa mikavu. Ibada itakuwa mikavu.
Imagine chorus inakuwa Antone na Mama Iti. Itafanana namna gani? Amen, amen. Na kuna mikutano zingine tunafanya, tunaita mhubiri mifupa mikavu, tunaita na korali mifupa mikavu, kisha mkutano yote inakuwa ya mifupa na wenye walipia sikia mifupa mikavu. Namfurahia sana baba mchungaji, kila mara anasema kwa nini tuna roho ya kukimbia kuita wahubiri mbali. Kila mara baba anakazana, na mnapowaita wa mbali munaandaa, munafanya madepas, munafanya yote, lakini siku mnaita Josue normal kawaida. Ikiwa Josue ana uzima ndani yake, ukipatia Jafet ya hubiri hapa, wengine hawatakuja kusema Jafet tunamjua, yule Jafet tunamwelewa. Nakumbuka pika pose simeostaki iende kwenye mtandao, ndio inawafanya kuwa mifupa. Nimesema ukikuja hapa juu wewe uonekane, tu watu wakuchapie makofi, uko mifupa mikavu. Naomba upate na pika machosho atabiri juu ya maisha yako. Na hivi ndivyo mimi natabiri. Mimi sisema Yesu, anatabiri kwa sura ya makali. Mnazoea unabii kusema ninaona unaenda mbinguni, unaenda Dubai. Mimi sitabiri hivi. Nakuja na tabiri, nasema kwaya mmekufa. Tengeneze njia zenu. Urudishe Mungu kwa nafasi. Kikwazika mimi nakuona. Ninatabiri kwa nguvu, najua utukufu ni wa Bwana. Mimi siko mchungaji wa kuwapaka mafuta mkiwa mmeoza. Nataka muishi mumuone Bwana. Na ikitokea siku moja na kuwa mchungaji wa hapa, hauimbe kwenye chuma dimasha una nafasi. Anja kuambia kuna siku ndakuwa mchungaji wenu hapa. Siku hii itakapotimia, hata wazee wa kanisa munionye, sionyeki. Haba sere ukembia waichisogo wewe mimi na chiaba mama hizi zinakuwa hizi zinakuwa na wale walio hai hapa. Hatutajaza kanisa ikiwa Mungu haiko ndani yetu. Bora tuwe na kazi, lakini utukufu wa Bwana uwe hapa. Haba sere ukemitibitia abantu batemete watu waende ondoke sisi muende. Na unaona wazee wasiokuwa na adabu wanakuja waona mchungaji, basi wabele kala nero basi demo ono dejes. Inabidi kanisa iongozwe na Roho wa Bwana, na Roho wa Bwana ataturahisisha kuongoza kanisa katika mapenzi ya Mungu. Hapa wakwazike. Kama nimewakwaza kwa utukufu wa Bwana, mkwazike tena kwa jina la Yesu. Na unaona Wakristo wanapenda wachungaji wanaowabembeleza kwenye mizaa. Mimi sivyo. Nimenyonya maziwa ya wachungaji wakali, nimenyonya maziwa ya wachungaji waliosema kweli, nami nitasema kweli. Hata kwa damu nitasema kweli, hata kwa magumu, kwa mateso nitasema kweli, nitasema kweli. Ninataka mifupa mikavu ishi. Ninataka semina hii ikiisha, bali wewe uwe tena umepata uzima. Umepata uzima. Haina maana niwakusanye hapa kwa ajili ya kuwafurahisha mkiwa mnapotea. Nikiwakusanya hapa, nilikuwa namwambia Bwana uwakusanye watu ili waone utukufu wako. Kwaya zote hazikufika semeni, tunazikata kesho. Mchungaji, na hawata kufanya na kitu. Wewe tu na associate na Reverend Benediction mnapatana. Wote mnawaweka kando. Hakuna chenye watafanya. Na yule mzee atakayesema ndamlaani. Hii ndio kanisa. Ezekieli aliona taifa
wote wamekufa, wote mifupa mikavu. Ezekieli anaona taifa, anasema na mzee fulani mwenye tuko tunaimba naye, tuko tunaomba naye ndio hivi anafanana na kuku. Ezekieli alishangaa akasema, hawa ndio watu wenye tuko nao mkisomo. Ezekieli akashangaa, ndio maana alisema, Bwana, maraba hivi vinanishinda, wewe ndio unajua. Na huyu naye kumbe ni mikavu, na huyu naye ni mikavu, na huyu naye ni mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Acha nirudi ndani ya maandiko. Nirudi ndani ya maandiko. Maandiko yanasema, alafu Mungu anayejua kutengeneza maisha, Mungu anayejua kuokoa mwanadamu, akampatia Ezekiel formula. Akasema, Ezekiel, tabiri ile mifupa. Na unapotabiri utasema hivi, unasema hivi, unasema hivi, unasema hivi, unasema hivi, halafu kwa mwisho utaona tokeo. Kishi Mungu alivyomwambia Ezekieli, hakuongeza, Ezekieli hakupunguza. Yale Mungu aliyompa, yale ndiyo Ezekieli aliyosema. Muujiza unatokea wakati mtu unakuwa mwaminifu kwa neno la Bwana. Kishi Mungu aliyosema nawe unakuwa mwaminifu, muujiza unatokea. Kuna miujiza nyingine unaweza kuipata sababu nilikuombea, pafu unapata muujiza. Kuna miujiza mingine utaipata katika utiifu wako kwa neno la Bwana. Kombolewa waseme amen. Amen. Kombolewa waseme amen. Amen. Na mimi sijui ni hapa sababu jana nilifundisha ibada ambayo sijui ni hapa, sijui ni pale Katwa, sijui nilifundisha asani ni pale Katwa. Nilisema mimi ninafurahia sana miujiza ya kutoka katika utiifu wa neno kuliko miujiza ya kusema pokea. Unanielewa vizuri? Si wote wanaoambia pokea, si wote wanachagua pokeza. Kuna wengine wanasema pokea wa kufurahisha. Imagine gizi hii mkono iko vile saa hii. Naambia baba pokea. Anapokea nini? Pokea. Anapokea. Wewe wa kupokeza inaomba ukuwe na chenye utapokeza. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Kama unapokea tena, amen. Pokea tena, amen. Unapokea za wapi na hauna kazi? Gari za wapi? Nani aliwaambia kuzinyangua ndio kupokea? Yeye anayekupokeza ana nini? Petro alisema nilicho nacho ninakupa, kwa jina la Yesu simama na utembee. Petro alikuwa na muujiza wa kutembeza viwete, na kiwete kiliona, kikapokea, kikafanya nini? Wewe tangia umeanza pokea, umepata nini? Pokea tena, amen. Unapata nini? Mwaka inapita, ulipata nini? Tena si wakatazi, kama huko na cha kupokeza watu wapokeze. Usiwapokeze par formalite. Usiseme nawapatia kwa jina la uko na nini? Uko na nini? Kama huko na cha kuwapokeza, wapokeze. Kuna wale wana neema wamepata mafuta ya kuponya wagonjwa. Kama uko na hiyo, ponya wagonjwa kwa jina la Yesu, wapokeze uponyaji. Amen, amen. Kama hauna, hubiri, toka uende, haujakosea. Haraka. Lakini nyinyi umenisikia vizuri? Kama umenisikia punga mkono. Amen, amen. Donc, entre parenthèses nasema sijakukata kesi. Ile usiwapokeze par formalite, usiwapokeze sio kucreate atmosphere. Kama huko na cha kuwapa uwape, kama hauna acha. Haleluya. Ezekieli alikuwa mwaminifu kwa neno la Bwana. Alikuwa mwaminifu kwa kile Mungu alichomwambia akifanye. Kuna wale watu wamepewa kazi na Mungu, lakini ndani ya kazi ya Mungu wameongezea makusudi yao. Kuna wale watu wamepokea ujumbe toka mbinguni, lakini wanapoini katika utumishi ametia makopie kole, wanaita plagiat. Kopie kole. Tunamkosaka ni kameleo, iko feri, iko shoni, iko anashanja kakulere wakati yote.
Kuwa mwaminifu kwa neno la Bwana, kuwa mwaminifu kwa yale Bwana amekuambia, na uyafanye kisha alivyokuambia, nawe utaona muujiza ukitokea. Ezekieli angelianza kuongezea vyake, muujiza haingetokea, taifa halingelipona, taifa halingelisaidiwa, lakini Ezekieli alitabiri kulingana jinsi Mungu alivyomwambia, halafu na mifupa ikakuwa hai. Ingelikuwa wewe ndio Ezekieli, wakati ulisema mishipa iwe, mifupa zinakuya papa zinatafutana, zinatiana hako, na unasema mishipa yote inaota, ngozi iwe, ngozi inakuwa, halafu anakuwa maiti iko pale. Ingelikuwa wewe ndio Ezekieli, ungelisema sasa na pumuzi na kuruhusu ukuye. Mungu na haya kuambia. Kuna vingine vitu tunavifanyaka ni vya pia, na unavifanya Mungu hajaruhusu. Unanielewa vizuri? Kuna kitu chingine unaweza kukifanya au no dejes, ni kizuri, lakini unakifanya muda yenye haiko ya Mungu, lakini inaleta problem. Kula marufuku, nilikuwa nafanya vizuri lakini kwa muda ambayo haijafika. Vile vile leo ninalifanya, hakuna mwenye anataka. Kuna kitu ni kizuri lakini unakifanya kwa muda ambayo haijafika. Amen, amen. Ama kitu kinaweza kuwa kizuri, inajidiscipline, inapotea. Inajua hapa ukisema una create scandal. Si kwamba sisemi kwa lugha. Hata Paulo alisema msiwaze mimi sisemi kwa lugha. Nasema kwa lugha hata kuwashinda. Lakini mbele za watu ni bora niseme maneno matamu watakao yaelewa kuliko kusema dimi wasio yaelewa. Inaweza anja kusema kwa lugha saa hii sanga. Inaweza anja kunena kwa lugha, inaweza enea cancer. Tunaweza tokotesha maombi hapa, ndamaliza saa 3. Kama nikisema mtakwazika haitatoka. Sikuna Wakristo wengine ambao mnasema kwa lugha vizuri, lakini mnaisemeaka mkanisa kwenye watu wa mshambere yenu na muisemaki. Kama hatukupe mikrofoni hawezi isema. Sema alikwambia kufunga maombi ya maabudu, kisha unasema Yesu, sema Yesu data shao. Kuya uiseme usibe a public. Usikuwe na maisha ya public yenye haiko maisha yako ya upekee. Unanielewa vizuri? Unaweza kuwa kitu ni kizuri lakini unakifanya kwa muda yenye haiyakuwa ya Mungu. Kinaweza kuwa kitu ni kizuri unakifanya mu mazingira yenye itaacha kinakuwa kia mbaya. Biblia inasema Yesu alifika mahali alipoona mioyo za watu hawaamini, hawataki muujiza, alipita hakufanya muujiza. Si kwamba alishindwa kufanya muujiza, lakini aliona mazingira, nasema wangewe anaenda. Amen, amen. 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 Ezekieli alitabiri katika uaminifu. Katika uaminifu. Narejea katika uaminifu. Kanisa la Kalimboti, nawasihi sana kwa rehema za Bwana, muwe waaminifu kwa neno la Bwana. Muwe waaminifu kwa neno la Bwana. Tumeweza kuwafanya Wakristo walio waaminifu kusemeka, wenye haiko waaminifu kwa neno la Bwana. Unaweza ona mtu asante esebeka yetu, na unaangalia maisha yake na sebeka haiko tabu maisha yake. Unajua maana kusema sebeka? Itoto ulibabatisi. Unajua maana kusema batiste? Batiste ni mwenye anasema d'abord la parole. D'abord la parole. Huyu ndiye Batiste. Batiste haiko ule mpole wa kuomba sasa asante baba. Haiko ule ndio Batiste. Batiste c'est la parole d'abord. Neno kwanza. Hiyo maana kwetu ukikuja hapa unaanza kueleza, wanakuuliza kama ni mlondo wapi. Mlondo kwanza.
Nenye vaporo miaka hamuna mabiblia, muko vafoporo de poro maneke, mifano ya vaporo. Every poro, every sebeka ni yule ambaye neno kwanza, vingine vyote nyuma, neno kwanza. Ndio maana mtu anaposema Joshua wewe anguko mpantekotiste, nasema niko pantekotiste, lakini pia niko aussi baptiste parce que j'ai la parole. J'ai la parole. Hakuna kenye mimi naweza waambia kenye hakina msingi ya Biblia hapa. Never. La parole d'abord. Ndio maana kuna mtu anaweza penda anipike fimbo, mimi anashindwa kunipika fimbo sababu nilisoma maandiko. Esaidie kuuliza jirani, uko Morobe? Batiste. Muulize kwanza, hata kama ni mzee, muulize eske uko Mbatiste? Ama uko fotokopia Mbatiste? Sio. Narejea maana ya kusema injili ni mfalme Batiste. Maana yake kusema neno la Mungu kwanza, vingine vyote nyuma. Ule ndio nadanganya baba. Ule ndiye Batiste. Wa Pentecoste hao wanasema roho kwanza. Ukikuwa na roho bila neno haiko roho wa Mungu. Na ukikuwa na neno bila roho haiko neno la Mungu. Inaomba neno na roho ya Mungu ndani yake. Pamoja na roho inaleta uzima. Sio, umenielewa? Tuwe waaminifu kwa neno la Bwana. Kama unataka uishi, kama unataka uwe na uhai, kama unataka uwe na nguvu za Mungu, kama unataka uwe na upako, kama unataka uwe na mafuta mabichi, kuwa mwaminifu kwa neno la Mungu. Hata anaposema maneno yanayokuchukiza, kuwa mwaminifu. Na wale waporomi wanasema, wale wa Kristo wanasema chiki kwanza achile, hapana. Ichi sawa, ichi hapana, ichi sawa. Uaminifu. Narejea nini? Uaminifu. Uaminifu kwa neno la Bwana. Muujiza unatokea sababu ya uaminifu ya nabii Ezekiel. Alikuwa mwaminifu. Kile ambacho Mungu hakusema hakukisema. Kile ambacho Mungu alikisema akakisema. Na wakati mifupa, mishipa, minofu ilipokusanyika, tena Ezekieli akachunga Mungu amwambie. Tena Mungu akasema, tabiri, sema kwa upepo kutoka quatre kote, ivume hapa na utaona mifupa itaishi. Ezekieli akasema, ni neno la Mungu ndilo linaleta resulta. Haiko kulalamika, haiko kusema sema ndio inaleta resulta. Lakini unapokuwa mwaminifu kwa neno, muujiza unatokea. Muujiza unatokea. Muujiza unatokea. Ambia tasa iliandikwa, imeandikwa, hapata kuwa tena tasa katika Israeli mpya. Kisha unamuuliza mama, umeokoka? Aseme ndio nimeokoka pastor. Imeandikwa hakuna tasa katika Israeli mpya. Enda uzae. Muujiza unatokea. Muujiza unatokea. Ndio maana mbele ya kuombea tasa mimi naenda muuliza umeokoka? Akinijibia ndio, unajua huyu anazaa. Sababu katika Israeli mpya ni ile mkutano ya waamini. Unapoamini Kristo, unapookoka, unakuwa mambre wa Israeli mpya. Na Biblia inasema ndani ya ile Israeli hapata kuwa tasa. Na malizia nikisema, Ezekieli aliposema na mifupa mikavu, Biblia inasema ya kwamba kakusanyika na pumzi ikaja ikaingia,
mifupa mikavu ikawa nini? Ikawa hai. Yale miili ikawa hai. Walipokuwa hai, macho ya Ezekieli kabadilishwa. Hakuona tena mifupa mikavu, akaona taifa la nini? La Israeli. Akaelewa katika unabii ya kwamba Israeli haitabaki jinsi ilivyokuwa, kumbe kuna mahali Mungu anawapeleka. Unapoangalia hii profesi inatuonesha mambo haraka haraka. Ezekieli anasema mkono wa Bwana iko juu yangu. Quelques secondes mkono wa Bwana inamchukua. Quelques secondes naona mifupa mikavu. Quelques secondes mifupa inakusanyana. Quelques secondes mishipa. Quelques secondes minofu. Quelques secondes pumuzi. Muujiza inakuwa teketeke. Lakini haikuwa teketeke baba mchungaji. Kulikuwa muda. Ilikuwa na maeta. Kulikuwa wakati mifupa kwanza inakusanyana. Kalikuwa kwa wakati. Biblia haisemi ilikuwa desert, haisemi ilikuwa 50 jours, haisemi ilikuwa muda ya pata gani. Katika accomplishment ya miracle kuna muda fulani ya attente. Kuna muda fulani ya kuwa patient, ya kuwa mvumilivu. Ili uweze kuishi baraka za Bwana, inabidi ile tunda ya Roho Mtakatifu ya patience ikuwe ndani ya maisha yako. Ukiwa Mkristo haraka haraka, kuna miujiza utaipata na kuna miujiza hautaipata. Yule Mungu ninayewafundisha ni Mungu anayetenda puff muujiza inatokea. Tena ni Mungu ambaye anaweza kufanya muujiza baada ya miaka 10. Unaposoma Biblia kuna miujiza mingine. Niliwaambia juzi, ni jana nilisema Elia aliomba mara ngapi? Mara 7. Ili mvua inyeshe, aliomba mara 7. Lakini unapoingia ndani ya vitabu vya Injili unaona miujiza ya haraka. Wanasema kabinti kanakuja, kanagusa pindu la vazi, paf, damu inakauka. Yule Mungu mwenyewe. Mungu anaweza kukugusa asubuhi paf. Kwa ile wakati magonjwa yanapotea, tena anaweza kukugusa na ukafanya mwezi mmoja alafu magonjwa yanapotea. Chakabambi matumaini yako yawe imara juu yake. Palikuwa muda ya mifupa kutafutana. Muda ya mifupa kutafutana. Kama mfupa ingine iko kule inakuja inashibandika pale. Kama iko kule inakuja inashibandika hapo. Mpaka mtu anakuwa skeleti ama skeleti. Skeleti. Tulipokuwa watoto tulikuwa nasema skeleti viva. Alafu kulikuwa muda ya mifupa kukusanyana, alafu mtu akawa skeleti. Ndio vile. Hii ni lugha ya wageni. Lugha yetu tukasema akawa Zaburu. Zaburu sio kale ka skeleti kenye yoga na vitapita. Ile muda ilikuwa Ezekieli hakuchoka. Na hakusema Mungu ulidanganya, hapana. Ezekieli aliendelea kuwa mwaminifu kwa neno la Bwana. Akasema sasa mishipa yote. Ezekieli anaangalia. Anaona kamfupa ka kwanza, kamshipa ka pili, kamshipa ka tatu, kamshipa ka nne, ka tano, kamkicho kanashitia. Ni mishipa inaanja. Alikuwa nyakati. Baada ya mishipa yote ya mwanadamu kuumbika, palikuwa muda ya ngozi ya minofu kuota. Minofu inaota, nayo ilikuwa muda. Baada ya minofu kuota, palikuwa muda ya ngozi kufunika. Ingelitokea Ezekieli ametabiri juu ya mifupa imeungana, ametabiri juu ya mishipa imeota, akisema pumzi iingie, watu wangeliogopa. Ukiona kale ka skeleti kakitembea mjia utakangoja. Kuna watu wengine wana haraka ya miujiza na wanakutana na miujiza skeleti. Unanielewa? Ezekieli alikuwa patient. Na Wafaransa wanasema un homme patient mange des fruits
Kisokoma. Baba, mie yangu ni ya leo leo, yangu ni ya leo leo. Hapa saa zingine muujiza wako ni yasibwa. Unapenda utazala prematire, na ukizala prematire itaenda mkuvezi, utateseka mpaka tena ifikie maturity. Wamama mnanielewa vizuri? Sijawahi ona mama mwenye anachukua mimba kisha anapenda aizale msimu wa juma siku zipunguki. Kila mama anapenda azae mimba yake kisha atende 36 semaines. Na ndio maana tumbu kianja luma na huko mwa 35 unasemaka alikimbia kwa hospitali, ikiluma na huko mwa 2 semaines 3 semaines anasemaka waseme ka grave. Anake unatafuta avortement kwa menace ya avortement. Na nyinyi wa Kristo kuna miujiza ya 9 mois, usiilete kuwa ya 1 mois, utazala premature. Sijui kama unanielewa vizuri. Ninasema kila mama mimba inapoingia anakuwa Mungu. Hata atapike mara 10 kwa siku, anaambiaka Mungu nisizale leo. 9 mois ifanye nielewe. Anielewa vizuri? Maana yake Mkristo anayejua Mungu. Kuna wakati muujiza mwingine wamekuambia mama, kwa jina la Yesu unapona, lakini unasikia maumivu tu. Juma inaisha huko unasikia maumivu. Hautasema Mungu lidanganya. Sema Bwana ulisema nami nabaki mwaminifu kwa neno. Nitapona. Wengine wengi kati yenu wamerate miujiza sababu ya kuwa na paku spiritual. Haiko paku. Nimesema paku spiritual. Ezekieli alivumilia. Mashine minofu wakati iliota, kisha angelisema pumzi ingia. Kisha mtu anatembea yeye wote na michidona, hana kongozi. Ingelikuwa miracle ya Bia? Haingekuwa miracle ya Bia. Kwanza ule mtu angelisema mumenitesa, bora mngeniacha niendelee kukufa. Hali ya kuishi na hii hali. Amen, amen. Amen. Ezekiel alichunga ngozi yote. Wakati muujiza alipokuwa tayari, kisha pumzi ya uhai kaingia. Na Biblia inasema ikawa jeshi kubwa. Mungu anapofanya miujiza haifanye kwa kuiga, anaifanya katika performance, anaifanya katika excellence, anaifanya katika hali iliyo taratibu. Ndio maana kuna watu wanaomba lakini Mungu anachunga waanje kuwa na karakteri. Juu anajua nikimjibu leo hii baraka inamuua kesho. Mungu nipe pesa, Mungu nipe pesa. Mungu anajua nikimupa pesa huyu leo anakimbia kanisa. Anachunga kwanza ufundishwe, uimarishwe. Juu akikupa pesa isikupeleke jehanamu. Kuna nyingine miujiza tutaiomba hapa haitatimilika kama karakteri haiyakuwa. Mungu nipe ndoa na mimi nirunge. Mungu anajua sema hapana, huyu binti akirunga ataungua kesho. Nichungi kwanza kakomale kafika tamu Venefa, dakika kanafundishwa. Alafu na unazitafutia nyumba wenye uko force. Utaingia mwao leo mwezi 2, miezi 3, mwaka unakipita. Lakini Mungu anataka usiolewe na 18 na 20, anataka ukifika 30 tu anajua akili yako. Utanda huyu binti atakuwa amekomaa. Sasa wewe unaolewa na 20. Kashida kanga haunatoka, kanga haunatoka, kanga haunababaika kanga. Nimeona watu wanafunga harusi leo baada ya siku 2 wanakimbia nyumbani. Mama tunakufia huko, tupe chakula. Uliolewesha bebe. Akili hazijafunga. Na sisi kanisa kuna miujiza mingine hatuwezi kuiona hapa kama imani zetu hazijakomaa. Mungu anasema hii muujiza ikitokea watasema ule ni mlozi, bora niache. Sifa zako anaweza kata.
Haleluya. Simama kwa miguu yako miwili, tunamwomba Bwana. Ongezea kitu juu ya mafundisho ya mifupa mikavu. Kuna kitu Mungu amesema nawe. Tena kuna mhubiri mwingine Mungu atamtuma hapa, atakuja sema juu ya mifupa mikavu, naye atakuongezea kingine. Amen, amen. Unatafuta kuomba Mungu. Inawezekana ni ndoa yako imekuwa mifupa mikavu. Inaweza ikaishi ukijua ya kwamba mkono wa Bwana iko juu yako, ukijua ya kwamba Mungu atanibeba mahali fulani, ukiwa mwaminifu kwa neno la Bwana, muujiza inatokea. Ni mambo matatu. Ya kwanza, unajua mkono wa Bwana, maana yake uwepo wa Bwana, Mungu iko pamoja, iko hapa, niko naye. Ya pili, uwe na imani na matumaini ya kwamba Mungu ana uwezo ya kunitosha hapa anifikishe pale. Ya tatu, uwe mwaminifu kwa neno la Mungu. Ukiweza haya matatu, kilichokuwa kimekufa kinaweza kikaishi tena. Hakiishi sababu tulisema mifupa mikavu muishi kwa jina la Yesu. Hapana. Wewe unayesema uwe na mambo haya matatu. Mangapi? Ya kwanza, mkono wa Bwana iko juu. Unakuwa na unajua, unahakikisha ya kwamba mkono ya Bwana iko juu. Ya pili, ile ni ya tatu. Ya pili, ujue, uelewe, uwe na imani ya kwamba Mungu ana uwezo ya kunitosha hapa anifikishe pale. Uelewe ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye anatupeleka hatua hadi hatua. Atanitosha hapa, hata katika magumu haya atanitosha. Ya tatu, uwe na mwaminifu kwa neno la Mungu. Muujiza inatokea. Muujiza inatokea. Muujiza inatokea. Hili ni kanisa lako Bwana. Nimeyasema yaliyo yako. Nataka Bwana muda huu, kila mtu ana zoruba yake, kila mtu ana mifupa mikavu yake. Hata anaweza kuwa ni yeye tu mifupa mikavu. Inaweza kuwa jamaa, inaweza kuwa kazi imekuwa mifupa mikavu. Inaweza kuwa kwaya, inaweza kuwa kanisa, inaweza kuwa kantie, inaweza kuwa jambo hili ama ile, ni shamba ama ufugo, inaweza kuwa akili zimekuwa zikavu. Katika maombi haya Bwana, watakaoomba na matumaini, nataka wawe hai kwa jina la Yesu. Utaanza kupaza sauti yako na kumwambia Bwana kulingana na yale Mungu amezungumza nawe. Uende umwambie Yesu, hakika nimesikia, nimeelewa. Uanze kulocalize ile problem yenye imekuwa mifupa mikavu. Kama ni wewe, sema Bwana, mimi ndiye mifupa mikavu, nataka unisaidie niwe tena hai. Nataka unisaidie nipone leo. Nataka unisaidie niwe hai leo. Mwambie Bwana kwa njia ya maombi yako. Mwambie Yesu, asubuhi ya leo nataka nione muujiza kwa hatua tatu. Nimejua mkono wako ni juu yangu. Nimejua una uwezo ya kunitosha hapa, kunipeleka pale. Ya tatu, nimejua hakika inabidi niwe mwaminifu kwa neno lako, nami nitapata ukombozi. Enda kumwomba Bwana, enda kumwomba Bwana, enda kusema na Yesu, enda kuitia Roho Bwana. Sema, ninahitaji niwe hai, watoto wangu wawe hai. Inawezekana wamekuwa mifupa mikavu, inawezekana ni mume. Bwana, ninataka Jehova, shuhuda zako ziwe hapa, shuhuda zako zionekane hapa. Jehova, ponya watu hapa, fungua watu hapa, waliokuja wamefungwa, wameonelewa na shetani. Wote shesi wafunguliwe. Paza sauti yako, mwambie Bwana, nataka nione taifa la Kongo likipona. Nataka nione kanisa likipona. Nataka nione jamaa likipona. Inawezekana matumaini yamekatika chako, umwambie Bwana. Umwambie Bwana, anasema anajibu maombi, anasikia maombi, anasema na wote wanaomkaribia, anawagusa wote wanaohitaji mkono wake. Sema na Bwana, mwambie Yesu, mimi ni hapa, sitatoka jinsi nilivyoingia. Nilikuja na orke,
nilitaka niongoze neno lako, lakini naiweka mikononi mwako Bwana. Unipatie roho ya unyenyekevu, roho ya kunyenyekea mbele ya neno lako. Unapoongea nami nitanyenyekea, nitasikiliza, nitafuata Bwana. Jehova, saidia kanisa hili, saidia makwaya zilizo hapa, saidia waongozi walio hapa, wasiwe mifupa mikavu, bali waishi ili wapate uzima. Sijasikia wale watakatifu mkiomba, nataka umulilie Bwana. Unajua shida lako. Inawezekana unyumba umekatisha tamaa, sema tena unyumba waishi. Inawezekana ni watoto, sema watoto wangu mtaishi tena, inawezaishi tena. Jehova, 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 tuna haja yako asubuhi ya leo, tuna haja ya neema zako, tuna haja ya miujiza yako, ili jina lako lipokee sifa. Nina haja Bwana, uwaguse watu walio hapa ambao mikono yao imejaa mikosi, wanachokigusa kiendelee. Kwa jina la Yesu, uzima uingie. Be free. Jesus, uko mwema, uko mwema Yesu, uko mwema Yesu, uko mwema Yesu, uko mwema Yesu. Uwatembelee wote waliokusanyika nasi asubuhi ya leo, uwaguse wote Bwana, na uguse hata mahitaji yao, uwatoshe mahali fulani, uwapya Ukristo vya kukuamini, vya kukunyenyekea. Utubebe viwango vingine, unibebe viwango vingine, uwabebe viwango vingine, na kusihi Bwana, uneemeshe tena, uneemeshe tena, uneemeshe tena, uneemeshe tena, uneemeshe tena, ili mioyo zetu zikunyenyekee tena, ili mioyo zetu zioneshe kukomaa, ili mioyo zetu ziweze Bwana kukurudilia uleo. Naamini unatungojea sote, unanigojea mimi Joshua, unangojea na yule anayenisikiliza, ili sote Bwana tuweze kujua ya kwamba hutatuacha, hujatuacha. Unaweza ukaruhusu leo jambo hili liingie, shida hili liingie, lakini hujatuacha. Wewe ni mwaminifu kwa ahadi zako, wewe ni mwaminifu kwa ahadi zako. Sema Bwana, wewe ni mwaminifu kwa ahadi zako. Umesema nami, nataka uniupie moyo utakao ni rendre capable ya kureservoir kitu kutoka kwako, ya kureservoir kitu kutoka juu, ya kupokea kitu kutoka kwako, ili shuhuda zako ziongezeke. Baba, maisha yetu tunayaacha mikononi mwako. Hata mimi mwenyewe Bwana, utumishi wangu na uacha mikononi mwako. Unifanye kuwa serviteur fidèle. Uko mwema Bwana, uko mwema Yesu. Utaweza kuweka mikono miwili juu nikuombee. Mtazamie Yesu, mtazamie Yesu, mtazamie Yesu, mtazamie Yesu. Mimi sijui magumu yako, sijui zoruba, sijui haja moyo wako, lakini Yesu anajua. Najua leo kuna watu wamejiandaa kuonana nami. Si kwamba ninakosa muda kukusikiliza, hapana. Aujourd'hui j'étais très disposé pour vous, ili niweze kuwasikiliza na kuwaombea. Kuna hata wale wenyewe niliwaambia muje kesho nitawaombea. Lakini Mungu ananifundisha kwa muda huu ninapoongea, anasema si mimi nitakaye tena, ni yeye ambaye ametenda. Haiko kuongea na Josué ndio solution, lakini kuongea na Yesu. Natafuta tu kuweka muhuri. Narejea kwamba niko na muda yote ya kuwasikiliza, lakini si mimi ninatenda, ni Mungu ameniambia, ameona shida lako. Wewe uliyesema nitamuelezea mchungaji, nitamuelezea mchungaji. Biblia, Yesu anasema amekuona, amesikia. Mimi ninaweka muhuri sababu anajua shida lako, anajua hitaji lako, anajua kile kitu kilichoacha
ukasema nitamuona mtumishi. Mikono miwili juu. Si wewe ndiye umesema? Ninataka Bwana uaminifu wako wauone kwa macho, sababu nikiwaambia hivi, unajua unaweza kuchelewa. Waende na waone mabadiliko, waende na waponeshwe, waende na uwaheshimishe, waende na uwapanguze machozi. Wale wote katika roho zao walikusudia jambo lile kuniona, waone Yesu wangu. Waliosema Baba akiniombea nitapona, waguse kwa jina la Yesu. Wale waliosema hakika nitakapoongea na mtumishi roho itatulia, watulize kwa jina la Yesu. Semina hii tunaifunga kesho. Kuna wale wameona miujiza na wale bado hawajaona chochote, lakini nataka jumea leo na kesho iwe siku mbili ambazo tutajaa témoignage. Baba yangu unatenda, kila mara napokupitia unafanya, kila mara naposema kumbuka mtu unawakumbuka. Nimewaona matasa mlikuja hapa jana, nilisikia kuna tasa moja alikuja kwa ajili ya kuniona. Nilimpa rendezvous tuonane leo kwa jina la Yesu. Mungu akupanguze machozi yako. Kama kuna mwingine tasa miongoni mwetu baada ya yule aliyekuwa na rendezvous na mchana, usione Josue, mtazamie Yesu. Mimi Josue sina cha kukupa, lakini Yesu ndani yangu ana cha kukupa, na ule Yesu iko mahali hapa akupokeze mtoto kwa jina la Yesu. Hivi ndivyo Mungu anaongea. Anaweza kuongea ndani ya fujo na anaweza kuongea. Merci Saint-Esprit. Nasikia hapa kuna mtu unaonelewa sana. Unaonelewa sana na mashetani, unagunjwa gunjwa usiku. Ulikuja kusema nione kama na mie huyu mchungaji atanisaidia. Nawe huko hapa unanisikiliza, ulikuja kusema niende niangalie atanisaidia, sababu nimeteseka siku za mingi. Kuja hapa mbele nikombe. Yule mtu ambaye ameonelewa na ulikuja ukisema sasa zingine nitasaidiwa hapa, hivi vitisho vya ulimwengu wa kisa vinaweza kumalizika. Shimama hapa. Mungu anaokoa watu na kuwafungua. Hivi ndivyo Mungu anarejesha salama na kutumaini. Ninasema Mungu hawezi kukusanya mkutano kama na huu pasipo maneno. Ninakushukuru Mungu wangu sababu unaandaa kitu na unaandaa muujiza, unaandaa mtu atakayepokea muujiza na unaandaa atakayempokeza muujiza. Umenipa, ninamupa kwa jina la Yesu. Salama na utulivu ulionipa katika ulimwengu wa roho, mamlaka ulionipa ninamupa kwa jina la Yesu. Kuanzia leo kila roho itakayoinuka juu yake itaanguka na itakauka. Kila mtu atakayemwingilia kwa siri utampiga na atajua umesimama kwa upande wake. Kila mtu ambaye atamsukumia vitu visivyokuwa salama hatampata, na mfika na damu ya Kristo ili umfanye kuwa mshindi. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Salama na neema ikupate mama, salama na neema ikuingilie tena, salama na neema ikutawale tena, na moyo wako ufurahi. Machozi yako yamemalizika. Bwana mpanguze machozi na kumweka huru na aishi katika neema kutoka juu. Awe mshindi katika ushindi wako Yesu. Amen. Usichape makofi. Na upokee utukufu. Mimi ni chombo chako tu ambacho kwa leo umeniweka kando kwa ajili ya kazi hii, na ninataka katika yote utukufu wako.
Mama huyu atakaposhuhudia mengi, jina langu Bwana lisipokee utukufu wako. Utukufu wote ukuendee. Wale matasa walio hapa watakapozaa wakuone wewe, wasinione mimi. Ninakusihi sana Bwana, unifanye kuwa mpole na mnyenyekevu katika yote utakayoyafanya. Mikono miwili juu nikubariki. Oh Jesus. Tunaimba uko mwema, lakini hatujawahi elewa nyimbo hii. Uko mwema Yesu, na hakuna aliye mwema kama na wewe. Hata hakuna anayefikia unusu wa wema wako. Uko mwema kwetu, unatosha kwetu. Uko mwenea Bwana. Haukuipenda taifa la Israeli kutushindia, hapana. Unatupenda nasi, unatupenda sana. Kwa ajili yetu uliacha utukufu mbinguni ili turejeshwe katika nafasi, katika ukubwa na utawala. Hawa wote walio hapa Bwana, na kuomba juu yao umwange mafuta mabichi ulioimwanga juu ya Daudi alipokuwa mtoto mdogo, na alipokomaa mafuta yale yalimuongoza, yakamstahilisha na yakamfanya kuwa mfalme. Nyumbani kwao, maombi hii wafuate kazini mwao, na iwatoshe avec success kubwa. Maombi hii, semina hii Bwana, iwaumbie imani. Semina hii Bwana, iwavushe viwango vingine. Semina hii Bwana, ilete tena Bwana restauration totale. Waliokuwa wakitembea katika mizaa na uzembe Bwana, wapatie nguvu. Waliokuwa wanatembea na wewe katika mila na desturi Bwana, umewaonesha njia. Waliokuwa wakifanya vitu ili wapokee sifa, umewaonya leo. Sifa yote ni yako Bwana, utukufu wote ni wako Bwana. Waliokuwa wakileta sadaka wanangojea tuwaambie asante, umewaelekeza. Wanaotuletea chakula nyumbani wasingojea asante, wanaifanya kwa ajili yako. Wanaokuja kutazama wagonjwa wasingojee shukrani zao, wanayafanya kwa ajili yako. Wanaoenda kuwaona Wakristo wenye mayatima wajane, waelewe ya kwamba wanayafanya kwa ajili yako. Kama kuna mtu wa kusema asante, ni wewe ndiye utawaambia asante. Kadiri mikono yao imewekwa juu Bwana, na kusi waweke juu pia. Maisha yao yote Bwana uyaweke juu. Uweke mwisho kwa vipindi vya machozi kwa wale waliokuwa wamechoka, wamekatishwa tamaa, warejeshe tamaa. Baba, waliokuwa wamepoteza matumaini, kwa jina la Yesu matumaini yao yarejeshwe. Ninakusihi Bwana, kanisa hili likuweke tena kwa nafasi ya kwanza, likuamini, kutii, kunyenyekee. Nawe Bwana usiwapungukie hata siku moja. Wema wako na fadhili zako ziwafuate maishani mwao, ili siku zote watakapokuwa waaminifu wafanye kuwa watawala katika ulimwengu wa roho, watawala katika ulimwengu wa mwili, watawala. Na wabariki kwa jina la Yesu, na wainua tena kwa jina la Yesu. Na achilia neema ya kibiashara hapa, na achilia neema ya mafanikio hapa, na achilia neema ya miujiza hapa, na achilia neema ya vipaji, vipawa vya roho, na achilia neema ya shuhuda zako, na achilia neema Bwana, kanisa hili wakuone kwa viwango vingine. Na wabariki kwa moyo tayari, kwa jina la Yesu, amen. Mshangilie Bwana.